Kwanza kabisa kwa wachimbaji wote tulioko hapa na sisi tulioko hapa mbele, kila mtu amshike mwenzake ili tuweze kutengeneza mnyororo wa thamani. Yaani kila mtu mguse mwenzake utengeneze. Huko mlipo shikaneni mikono kutengeneza mnyororo wa thamani wa madini. Ili tuungane wote kwa pamoja ili tuseme jambo. Sisi kama wachimbaji wote nchi nzima tumeungana kwa pamoja kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kujiridhisha mambo yaliyofanyika ndani ya miaka minne yake. Kwa 90% tumeridhika, imebaki changamoto ndogo ndogo. Kwa wote tumekubaliana kwamba tunamuunga mkono, na matembezi haya kuanzia leo ndani ya siku 40 mikoa yote katika maeneo ya wachimbaji yamefunguliwa rasmi na yako wazi. Kwa hiyo mikoa mingine inayofuata ijiandae na iige Simiyu. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, shukrani zangu za dhati kabisa ziende kwa naibu wetu waziri wa madini aliyefika hapa kuwa mgeni rasmi, lakini kwa mkuu wetu wa mkoa mahiri, mkuu mahiri, kijana mchapakazi, kwa kweli anafanya kazi vizuri sana. Huu ni mkoa ulioko pembezoni, lakini mimi najua wakuu wa mikoa wengi na nilikuwa sijawahi kukutana na mkuu wa mkoa. Ndugu yangu kiongozi ni jembe kweli kweli. Wachimbaji wote tumpigie mikono makofi kwa kweli ya dhati. Baada ya kusema haya, nitangaze sasa kwamba matembezi haya yamefunguliwa rasmi na kikomo chake ni tarehe 20 mwezi wa 5 mjini Dodoma. Matembezi haya yataanzia pale Mwalimu Nyerere mpaka Chamwino, ambao tunategemea matembezi ya wachimbaji wote nchi nzima kuelekea kilele cha wiki ya madini na mkutano mkuu wa FEMATA yataanzia pale Mwalimu Nyerere mpaka Chamwino Ikulu, ili kupokelewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi. Na tunakuomba sana sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba kwa vyovyote vile tunaomba mama tupokee siku hiyo pale. Tutakuja na wachimbaji wasiopungua 20,000 pale Dodoma. Kujiandaeni kuhakikisha kwamba tunamwonyesha appreciation kwamba kinachofanyika kwenye sekta ya madini kinakubalika. Na kinakubalika kwa nini? Ni kwa sababu tumefanya tafiti, tumegundua duniani kote mchimbaji anayeheshimika, anayethaminika ni mchimbaji wa Tanzania.